Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tukiwa kwenye mji wa Mombasa tumekuja kumtembelea Sheikhul Islam, na sababu ya kutengeneza nakala kama hii ni kumwelezea ni nani Sheikhul Islam. Sheikhul Islam ni Sayyid Abdurrahman Saqqaf. Huyu Sheikhul Islam kwa tarehe ndiye chief kadhi wa kwanza wa Kenya. Ukisikia chief kadhi fulani na fulani na fulani, basi kwenye hii nchi yetu ya Kenya chief kadhi wa kwanza alikuwa ni Sheikhul Islam. Na Sheikhul Islam alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana. Kielezea mwanachuoni bimaana alkalima, alikuwa ni profesa takriban fani 80 azijua yeye. Sheikhul Islam ndiye mtu wa kwanza alianzisha harakati za kusomesha watu wote kabila zote. Sheikhul Islam huyu ambaye kwamba tumekuja kumtembelea ni mwanachuoni, alikuwa akiingia amu basi wanazuoni wote wakimtanguliza yeye kuzungumza alipokuwa ana elimu. Ukimwangalia Sheikhul Islam katika karama na wilaya, Habib Omar Bismith maarufu yule wa Komoro, alipokuwa ametoka safari yake ya Komoro kuelekea Yemen, alipitia Mombasa na akapambana na Sheikhul Islam, akatabaruku kwa Sheikhul Islam. Basi Habib Omar Bismith aelezea kwenye kitabu chake kwamba huyu bwana nilikutana naye alikuwa kwake yeye kukiingia karama na maajabu tofauti tofauti, na ndiye Sheikhul Islam ndiye mtu wa kwanza kumwambia Habib Omar, nenda kasome wewe utakuya kuwa mtu mkubwa. Yani Habib Omar Bismith ni barobaro, bishara ya kuwa mtu mkubwa, mwanachuoni mkubwa ambaye kwamba sasa julikana dunia mzima. Bishara ile alipata kwa Sheikhul Islam. Sheikhul Islam alikuwa ni mtu mkarimu sana. Kadri ya ukarimu wake, alikuwa akilipa ule mshahara wake wa chief kadhi, basi akitoka kule ofisini mpaka kufika nyumbani mshahara wote ushamalizika kwa kutoa sadaka. Hutoa tu. Amua naye paka wazungu akiwapa. Paka siku mmoja katika marafiki zake akamwambia, bwana wewe huwapa paka wazungu? Sheikhul Islam akamwambia, kwani wazungu si waja wa Mungu? Alipokuwa mkarimu wa kutoa huyu Sheikhul Islam, ikafikia wakati mke wake akaenda kulalamika kwa mahakama kwamba mume wangu akifika nyumbani huwa hakuna hata shilingi, pesa zote yeye huzitoa fisabilillah barabarani sadaka. Serikali ikaamua sasa impatie Sheikhul Islam mshahara nusu, yani nusu apewe Sheikhul Islam, nusu apewe mke wake. Sheikhul Islam alipopata habari, alipopokea mshahara nusu, akauliza mbona mshahara nusu? Akaambiwa nusu tumempa mke wako. Basi ule mwezi unaokuja alifanya kazi ofisini siku 15 nyingine hakuonekana. Akaulizwa mbona hukuja kazini? Akasema hizo 15 nyingine ni za ule mlompa mshahara nusu, mke wangu atakuja kufanya kazi yeye. Serikali ikateka na ikawa sasa inampa mke wake mshahara kamili na Sheikhul Islam inampatia mshahara kamili. Huyu ndiye Sheikhul Islam, na amehifadhi mswahafu mzima. Juzu 15 za mswahafu alizihifadhi kwa ambaye kwamba ni baba yake, shangazi yake Sayyida Mwanatau Saqqaf, na juzu 15 alizihifadhi jela, kwa sababu Sheikhul Islam alikuwa kwa wakati wa mfalme wa Kioman ambao kwamba ulikuwa na uongozi Zanzibar, na kulitokea mitihani fulani na yeye akatukuliwa akafungwa jela kwa istikama yake na msimamo wake. Sheikhul Islam mtu unakabuli, una siri, na unapokuja sehemu kama hii, sehemu kaburi lake liko Mombasa, sehemu ya Makadara. Ukija sehemu ya Makadara kwa ndani utakuta kaburi lake. Unapokuja hapa, tia nia ya kuja kumtembelea kama vile tunavyowatembelea wazazi wetu na kuatilia dua. Hakuna mzazi zaidi ya mwalimu. Kwa unapokuja kwenye kaburi yake, hauji kwa nia ya kumfanya Mungu, bali unakuja kwa nia ya kumuombea Mungu. Utakuja hapa utamtilia dua, kwa kuwa ni mwalimu, kwa kuwa ni kadhi, kwa kuwa alikuwa ni shekhe, kwa kuwa ndio alijitahidi kueneza elimu. Na hapo ukishakumtilia dua, wewe ukirudi, Mwenyezi Mungu unapopenda waja wake, basi na Mwenyezi Mungu naye hukupenda kwa kutilia kabuli. Basi kwa ile kumtilia dua yeye, ukirudi utaona haja zako zimekidhiwa, utaona mambo yako yamekuwa mazuri. Ndio maana sisi tumekuja kumtilia dua, tukitarajia Mwenyezi Mungu nasi atatupenda, atatufanya kama wao, atatubariki na elimu zao. Na huyu ndiye Sheikhul Islam Saqqaf, maarufu sana hata katika ardhi za Arabuni. Watu wengi wanamtambua na wanamsifu na wanaandika tarehe kumwelezea sana Sayyid Abdurrahman ama Sheikhul Islam, ambaye kwamba mazishi yake ni hapa sehemu ya Mombasa na asili yake ikiwemo Siu. Shukran.
Sisi tumekuja kutembea Mombasa na tumestafidi. Wale walioko Mombasa wasifanye wivu kwamba sisi hatuna pahala pa kufanyia ziara pema. Kunao watu wema, na mkubwa zaidi katika watu wema ni huyu Sheikh Islam ambaye kwamba tumemtaja. Yeye kuanzia kufariki mpaka sasa ni mwaka wa afe ni mwaka 100, samahani, ni mwaka 106 kuanzia afariki. Tarehe kamili ya Sheikh al-Islam tulitabaruku. Mwenyezi Mungu tulikabuli na ikubalie ziara hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.